Bonde la Rufiji, chemchemi ya maisha. Maji safi, maji salama, kila siku ni baraka. Nchi yetu imebarikiwa kuwa na utajiri mkubwa wa maliasili ambapo takriban hekta milioni 48.1 ni misitu ambayo ni sawa na wastani wa 55% ya eneo lote la nchi kavu. Misitu hii ni makazi ya viumbe hai na baadhi yake ni vyanzo vya maji ambayo ni muhimu katika ustawi wa maisha yetu binadamu na maisha yetu kiuchumi. Sasa mbali na uzuri huu, taarifa mbalimbali za hali ya mazingira nchini zimedhihirisha kuwepo kwa uharibifu wa ardhi katika maeneo mbalimbali ambapo inakadiriwa kuwa takriban 61% ya ardhi nchini iko katika hatari ya kuharibika. Na uharibifu huo pia umeongezeka zaidi kutokana na kuwepo kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi ambapo maeneo ya nchi yenye hali ya mvua chache yamezidi kukumbwa na ukame na hivyo kushuka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo na kutishia usalama wa chakula katika maeneo hayo. Uharibifu huu unachangiwa kwa kiasi kikubwa na shughuli zetu sisi binadamu, shughuli zisizoendelevu, idadi kubwa ya mifugo isiyolingana na uwezo wa malisho, lakini pia ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mkaa, uanzishaji wa mashamba mapya unaotokana na kilimo cha kuhamahama na uchimbaji holela wa madini pamoja na upanuzi wa makazi usiozingatia mipango miji. Tafiti pia zimebainisha kuwa kila mwaka nchi yetu inapoteza wastani wa takriban hekta 469,420 za misitu. Upotevu huu wa misitu umepelekea upotevu mkubwa wa bayoanuai na hatari ya kutoweka kwa baadhi ya aina muhimu na adimu za jamii ya mimea na wanyama na hata wadudu. Aidha, tathmini ya Wizara ya Maliasili na Utalii inaonyesha kuwa hali ya uharibifu ikiendelea kama ilivyo, ifikapo mwaka 2033 uharibifu wa misitu utakuwa umeigharimu serikali kiasi cha shilingi bilioni 167. Lakini pia inakadiriwa kuwa upotevu wa bayoanuai ukiendelea utaigharimu serikali wastani wa 5% ya pato la taifa kwa mwaka na kuathiri zaidi jamii maskini za vijijini ambazo zinategemea mazingira na maliasili kwa maisha yao ya kila siku. Hali hii inatupa picha ya hali ya uoto wa asili na mazingira yetu kwa siku za usoni, ambapo inakadiriwa kuwa katika miaka 50 ijayo uharibifu huu wa ardhi usipodhibitiwa unaweza kuleta hatari ya kugeuka kuwa jangwa. Ndugu wananchi na waheshimiwa viongozi, katika kukabiliana na uharibifu wa mazingira, serikali imechukua hatua mbalimbali za kisera na kimkakati ikiwa ni pamoja na kupitishwa kwa sera ya taifa ya mazingira ya mwaka 2021, mpango kabambe wa taifa wa hifadhi na usimamizi wa mazingira kutoka mwaka 2022 mpaka 2032, lakini pia kuna sheria, mikakati na miongozo inayohusu masuala ya mazingira. Aidha, tuna kuongezeka kwa kasi ya upimaji wa ardhi na umilikishaji wa ardhi kimila, uhamasishaji wa matumizi endelevu ya ardhi, hasa kilimo mseto, kilimo cha matuta, kilimo hifadhi na mbinu endelevu za kiasili za hifadhi ya malisho.